Ndugu zangu, kama tulivyokwisha sikia, wasifu wa Edward Lowassa alishika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama na serikali na hadi kufikia nafasi ya waziri mkuu. Aidha, takriban nusu ya maisha yake ameyatumia katika utumishi na uongozi wa umma. Amejitolea muda na maisha yake kwa ajili ya nchi yake na kubeba dhamana ya uongozi katika kila alikokabidhiwa. Aliweza kuacha alama kubwa na za kudumu katika kila jukumu lililomkabili. Kupitia maisha yake pamoja na mafunzo mengi kwetu tuliobaki, mengi yamekwisha semwa hapa na hata kabla ya leo, ikiwemo mapenzi makubwa kwa familia, imani yake, na nilikuwa namsikiliza vizuri mwanangu Richard ameonesha jinsi baba alivyokuwa na mapenzi kwa familia. Lakini ikiwemo mapenzi makubwa kwa familia yake, imani yake kwa demokrasia na uhuru wa mawazo na uchamungu wake. Mimi ningependa kugusia mafunzo matatu makubwa ninayoyaona yana umuhimu mkubwa zaidi kwetu sote. Mambo hayo ni ushupavu, ustahimilivu na ulezi. Ndugu yetu Edward Lowassa alikuwa kiongozi jasiri na shupavu. Alionyesha ushupavu katika nyakati mbalimbali wakati wa uongozi wake. Alisimamia maswali yaliyokubalika ndani ya serikali na yale yaliyoagizwa na chama bila kuyumba. Alipokuwa waziri wa maji na maendeleo ya uvuvi, licha ya shinikizo kubwa kuhusu kutotumia maji ya Ziwa Victoria kwa sababu za kihistoria, kwa ujasiri na ushupavu mkubwa wa uongozi, alishauri vyema serikali na kuweka msukumo. Hadi sasa maji kutoka Ziwa Victoria yanatumika katika mikoa ya Shinyanga na Tabora. Leo hii maji hayo sio tu yamefika katika mikoa hiyo, lakini tumeshaamua mradi huo ufike katika mikoa ya Singida na Dodoma. Hayati Lowassa atakumbukwa pia kwa usimamizi na ufuatiliaji wa karibu wa uundwaji wa mamlaka za maji za miji mikuu ya mikoa zilizoleta mapinduzi makubwa katika utoaji wa huduma za maji safi na uondoaji wa maji taka. Somo hapa ni kwamba tukipewa dhamana za uongozi kwa kuaminiwa katika nafasi mbalimbali, lazima tuwe na uthubutu na ubunifu pamoja na kujitoa mhanga kusimamia na kutekeleza maelekezo ya serikali kwa weledi na uaminifu bila kukubali kuyumbishwa. Aidha, tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya viongozi wetu katika maeneo tuliyokasimiwa. Tusisubiri kusukumwa na daima tuwe mbele ya wakati kuweza kuona mbali zaidi ya wale tunaowaongoza. Ndugu wananchi, kwa waliomfahamu Edward Lowassa, na tumekuwa tukisikia ushuhuda kadhaa kwenye vyombo vya habari, lakini watakubaliana nami kwamba alikuwa mlezi. Alikuwa kiongozi aliyelea na kukuza wanasiasa vijana wengi ambao wanaendelea kulitumikia taifa. Sifa hii ya ulezi na kuongoza vijana katika maisha yao ya kisiasa ilimjengea umaarufu na mapenzi makubwa miongoni mwa wengi. Na ndio maana alichosema mdogo wangu Freeman, yale matokeo ya zile kura ni kwa sababu hii. Alijenga umaarufu mkubwa sana yeye mwenyewe binafsi, na ndio maana yalikuja. Lakini pia tungeasema sisi, usingepata la kusema ndugu yangu, na ndio maana umekuja umepata la kusema. Kwa hiyo nakushukuru sana mdogo wangu. Sasa katika kuweka msingi wa malezi, alipokuwa mgombea wa urais mwaka 2015, aliweka wazi kwamba kipaumbele chake cha kwanza kilikuwa elimu, cha pili elimu, na cha tatu elimu. Maana yake alipenda vijana wapate maarifa na ujuzi kwa ajili ya ustawi wa familia zao na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Lowassa alikuwa muumini wa elimu kama nyenzo ya kujikomboa na umaskini, na mara zote alisisitiza kwamba haupendi umaskini. Nakumbuka aliwahi kusema kwamba, na ninanukuu, nimekuwa na nitaendelea kuwa mstari wa mbele katika kusisitiza umuhimu wa elimu bora na kwa wote,
elimu inayowaandaa vijana kuingia kwenye soko la ajira la dunia. Imani na msimamo wake katika elimu ndiyo ilimsukuma kusimamia kwa mafanikio mpango wa maendeleo ya elimu ya sekondari akiwa waziri mkuu katika awamu ya 4 ya uongozi wa nchi hii. Mpango huu ulilenga kuongeza idadi ya wanafunzi wanaopata elimu ya sekondari kwa kuratibu na kusimamia ujenzi wa shule za sekondari katika kila kata nchini. Licha ya maoni kinzani kutoka kwa baadhi ya wadau wa elimu, Lowassa kama kiongozi anayejiamini na asiyeyumba katika kusimamia yale yaliyokushamuliwa na serikali, aliweza kusimamia kikamilifu kujenga shule za sekondari za kata. Huyo ndiye Lowassa. Tangu wakati huo, serikali imeendelea kusimamia ujenzi na uendelezaji wa shule za kata kote nchini, na hivyo kuna idadi kubwa sasa ya shule za kata kutoka shule 828 mwaka 2004 hadi zaidi ya shule 5000 sasa hivi mpaka mwaka jana 2023. Aidha, idadi ya wanafunzi katika shule za sekondari nayo imeongezeka. Wakati ule ilikuwa wanafunzi 265,000, lakini sasa tuna 2,200,000 karibu na 800,000 mpaka mwaka jana. Sasa katika kufanyia kazi mawazo yake au maono yake na kwa kutambua umuhimu wa elimu yetu kukidhi mahitaji ya soko la ajira, mwaka jana serikali imefanya maboresho ya sera ya elimu na mitaala ya elimu ili kuhakikisha elimu inayotolewa inakidhi mahitaji ya sasa ya kiuchumi, kijamii, kisayansi na kiteknolojia. Nimesema swala la pili ni ulezi. Kwenye swala la ulezi, nikiuliza kwenye umma huu waliopata malezi ya Lowassa kuanzia hapa Monduli, serikalini, bungeni, hata chamani kule CCM, na kwa maana hiyo hata chama cha Mbowe, mikono mingi sana itainuliwa hapa. Alilea kwa kujenga na sio kwa kubomoa. Binafsi nilikutana naye serikalini nikiwa waziri katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na nilikutana naye bungeni nikiwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nilikuwa naye kwenye kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Nilijifunza mengi kutoka kwake. Kati ya hayo nililoliona kwa Mheshimiwa Lowassa ni kwamba ukimuheshimu anakuheshimu. Nimezungumzia pia swala la ustahimilivu ambalo ni jambo jingine la kujifunza kwa maisha ya ndugu yetu Edward Lowassa. Katika mapito yake ya kisiasa aliwahi kuhama kutoka CCM kwenda Chadema. Hapo Mbowe vipi? Ambapo aliteuliwa kuwa mgombea urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Kama mlivyosikia, Lowassa alichipukia, kukulia na kulelewa na Chama cha Mapinduzi. Hata hivyo, alipofanya maamuzi ya kuhamia chama kingine, aliendelea kunadi sera zake na kuifafanua dhana yake ya safari yake ya matumaini bila kumtukana, kumkejeli wala kumzushia mtu yoyote. Hata aliporudi CCM, hakuwahi kuananga kwa zodoa na kwa kebehi wala kusema vibaya kule alikotoka upinzani. Hapa tunapata somo kubwa sana la siasa za kujenga hoja, kuheshimiana, kusamiliana na siasa za kuleta maendeleo. Huo ni ukomavu mkubwa wa kisiasa na ni njia nzuri ya kuchukua kama tunataka kumuenzi Lowassa na vitendo vyake. Alichotufundisha ni kwamba tunaweza kutofautiana mitazamo, misimamo na sera bila kutukanana, kulumbana wala kutikisa misingi ya utaifa na mshikamano wetu, na bado tukaelewana. Sifa hii ndiyo iliyomfanya kujulikana kama mtu ambaye aliweza kutunza urafiki wake na wengi. Siku zote ni lazima taifa tuliweke mbele zaidi ya itikadi za vyama vyetu. Ndiyo maana tulibuni falsafa ya R4 ambayo pamoja na mambo mengine inatuelekeza kusimamia ustahimilivu na maridhiano. Tukistahamiliana na kuridhiana, taifa letu litabaki salama na tutaendelea kulijenga kwa pamoja. Hivyo basi, tunao wajibu wa kuendelea kustahamiliana
na kufanya siasa za kistaarabu zinazoweka maslahi ya nchi mbele na zinazojadili masuala kwa hoja. Ndugu zangu, nikihitimisha niseme kwamba yamesemwa mengi kuhusu mapito ya mpendwa wetu ndugu Edward Ngoyai Lowassa. Tuendelee kumuenzi kwa kuyaishi yale mema aliyoyaamini na kuyasimamia. Malipo ya watu wanaojitolea yamebainishwa kwenye msemo maarufu unaosema duniani kuna watu wa aina mbili, watoaji na wapokeaji. Wapokeaji wanaweza kula vizuri, lakini watoaji hulala vizuri. Lowassa alijitolea kwa nchi yake, kwa chama chake, kwa dini yake, kwa ndugu na rafiki zake.